Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Anoda Mairosi, natokea Matitu A. Ndio. Wakati nakuja nipo njiani, kiuno kilinibana kabisa, kinakaza na shindwa hata kutembea. Kiuno kilikukamata? Baada ya kuingia tu kwenye lango la uponyaji. Ndio. Nikaona kinaachia taratibu. Ndio maana namwambia huyu dada anishike, naona kwa umbali bado kidogo. Ndio. Namshukuru Mungu. Pige Bwana Yesu makofi. Na shuhuda. Ndio. Na shuhuda mbili. Kuna shuhuda mbili. Shuhuda wa kwanza, mimi nafanya biashara. Biashara yangu ilikuwa imekata kabisa. Biashara yako ilikata kabisa? Ndio. Ndio. Baada ya kuja hapa kuchukua vifaa vya kiroho, biashara yangu imefunguka. Nafanya biashara vizuri na wateja wanakuwa wengi. Sasa hivi unafanya biashara vizuri, wateja wanakuwa ni wengi. Pige Yesu makofi. Na wewe upokea wateja kwa jina la Yesu. Amen. Pokea mtaji kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Receive it. Ushuhuda wa pili. Baada ya kutumia vifaa vya kiroho, watesi wangu wanajileta wenyewe. Wanakuja wenyewe. Mtesi wa kwanza, mimi nilikuwa kwenye biashara, akaleta shuka kwa mwanangu. Ndio. Alipoleta shuka akasema nimekupa shuka ili ujifunike. Yeye akasafiri akaondoka. Amen. Niliporudi mtoto akaniambia mama, nimepewa shuka na mama fulani. Nikamwambia shuka, asante Yesu, nashukuru kwa kunipa shuka. Ndio. Nikalimwagia maji, mafuta nikaliweka. Amen. Kesho yake tena mwingine akaleta kitenge cha kushona. Kitenge. Pige Bwana Yesu makofi. Amen. Sema wakamatwe kwa jina la Yesu. Wakamatwe kwa jina la Yesu. Nikasema asante Yesu, unaniletea watesi wangu wanajidhihirisha machoni pako. Ndio. Nikachukua kitenge kile nikamwagia maji na mafuta. Amen. Nikawa natembea nacho kila siku na kuja hapa. Siku ulivyosema nakumbuka nilipokea. Ukasema tutavifanyia kazi. Amen. Teketeza. Amen. Pige Bwana Yesu makofi. Hawatakuweza tena kwa jina la Yesu Kristo. Njoo hapa sogea. Kwa hiyo wale watu yani toka juzi mmoja anataka rudishiwe na kodi, anataka kuhama. Anahama. Pige Yesu makofi. Sema wakimbie. Wakimbie. Sema kila mbaya. Kila mbaya aliyoko kwenye mazingira yangu, nayoishi kwenye mtaa wangu, anaoishi moto mwakie. Sema moto mwakie. Tikisa mkono wako, sema moto mwakie. Tikisa mkono, sema moto mwakie. Ateketee kwa jina la Yesu. Afungashe milango vyake kwa jina la Yesu. Sema fire. Amen. Huyu aloleta kitenge naye asubuhi alikuja kwa baba mwenye nyumba. Sasa mimi naona hata kama nyumba haijaisha, naona bora niondoke. Ndio. Asubuhi jana watoto wanacheza pale nje, huyu aloleta kitenge akamwambia waambieni wazazi wenu, maana hapa tupo wawili, mwenzangu wajaja tunakaa pamoja. Ndio. Wajaja leo akasemaje, waambieni hao wazazi wenu wakazane kumwaga chumvi kwenye pembe za nyumba, wakazane tu, sisi tunaondoka. Piga Yesu makofi. Ungeruka chunga, sema fire. Chumvi ni moto. Sema chumvi ya moto. Iunguze kwa jina la Yesu. Mahala sio pa kuchezea hapa. Hata usiku wa manane ukipatwa na jambo, kakaima namshukuru sana na yule kaka, hata ukija usiku wa manane unawakuta. Amen. Walizidiwa tukamleta wakatufanyia maombi tukaondoka. Na washukuru sana, Mungu awatie nguvu. Amen. Na nawaambia washarika wenzangu hapa, waumini wenzangu, yani usione mtu anakuletea kitu kwa jua mzuri ananipenda. Amen. Jaribu kuleta hapa kwa baba, tunaye huyu tu wa bure, tumepewa bure, aje angalie hiki kitu kinafaa au hakifai. Amen. Pige Yesu makofi. Kuna mwingine anakuletea vitu ameshanuizia kwamba nampelekea unga huu, nampelekea mchere huu, ukamfilisi awe masikini au mtu wa kulia njaa kila siku. Nampelekea nguo hii, anapoenda kujifunika tu na kuivaa, ataishiwa mpaka ndani ya mwisho. Amen. Choo nikombe mwangu. Choo hapa. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Joyce, natokea Mkondogo hapa Chamazi. Amen. Ni kwa nini natoa ushuhuda kila Jumapili? Amen. Kwa sababu watesi wangu hawalali, kila siku kadi inapoponywa wanainuka tena. Ndio. Nilipomweleza akasema ongea na nabii kulingana na hali yako ili ajue unachukua kifaa gani. Amen. Wakati naongea naye kwenye simu akaniambia, mbona naona kwako kuna mzigo? Ndio. Umeletwa hapo usiku wa kuamkia leo? Ndio.
Nikaa nimeshangaa. Tena mzigo. Basi akanielekeza chukua maji wavuni mwa Yesu. Wavuni mwa Yesu, chukua na chumvi 3. Nenda nyumbani haraka. Kuna mzigo huko mlangoni. Amen. Nje. Ndio. Nenda kauchukue. Uutunze. Mimi nikaa nimeogopa. Ngamba siwezi kuutunza. Nitabidi ulete hapo. Ndio. Basi nikaa nimekwenda. Nikautafuta. Nikaa sijauona. Nikampigia simu. Sasa alikuwa kwenye maombi. Kukaa kumekucha, nikaenda kazini. Nikapiga tena simu. Akasema mbona upo? Ndio. Hujautoa, rudi tena nyumbani. Nilikuwa kazini. Nikabidi nitoke kazini niende. Nikaenda kweli, nikauona ulikuwa umewekwa katikati ya ua. Nilipanda pale nyumbani. Katikati ya ua. Ua katikati. Ndio. Nikabidi umwagie maji yale ya ubavuni mwa Yesu na chumvi. Ndio. Nikauchukua nikaa nimeuleta huko hapa. Pigie Bwana Yesu makofi. Kila mizigo watoka utuma nyumbani kwako itanaswa kwa jina la Yesu. Walituma nguvu, walitikiwa waingize ndani, lakini walipofika pale wakakutana na moto. Nimwambia wanazungushia nyumba yote, wakakutana na moto, wakashindwa kuingia, wakaficha pale ili kusudi akifika pale aanze kusikia vibaya, kitu kinaenda viofu. Amen. Uko wapi ule? Leti hapo tu. Nikitokea ikiwa kwenye maombi Mungu anaonyesha hicho kitu, kabini mpigie simu haraka, ndio kuna kitu ambacho umetuma. Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Kila amena. Amen. Unaweza kuona ni mchao, unaweza kuona kama kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Ni rizi moja ambayo umeshonea dawa, umefunga vitu mbalimbali kwa ajili ya kuja kuharibu maisha yake. Pigia Yesu makofi makubwa kabisa. Nani anatenda muujiza? Yes. Amen. Amina. Amina. Ndio, patisha kila nguvu ya giza katika damu ya Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Walikuwa ni kila siku nguru wanakuja pale nyumbani. Kila siku wanakuja dirishani. Dirishani. Wanazunguka pale dirishani mpaka kuna kucha. Mpaka kuna pambazuka. Na ukitoka nje tu ukimfukuza ukaingia anarudi. Anarudi tena. Anarudi tena. Lakini tokea mzigo ulipo naso. Naitwa Precious. Ndio. Kia kwa Maponda. Amen. Nimekuja hapa na ushuhuda. Ndio. Mungu amenitendea. Amen. Siku ile tumefanya ibada, tumechukua unga. Ilikuwa ni ibada ya unga. Ilikuwa ni ibada ya unga, nikaenda kumwaga uvunguni. Ndio. Nikamwaga nyumba nzima. Ndio. Nimekaa karibia wiki. Ukakaa karibia wiki moja. Karibia wiki, nilikuwa natoka kazini nikakutana na mjusi. Mjusi. Yule mjusi akana niangalia, lakini kama vile hana nguvu ya kutembea. Ndio. Kuna unga ulikuwa chini ya uvungu, kaenda kukachota nikamwagia yule mjusi. Ukaenda ukachota ule unga? Ndio, nikachukua na maji ndani nimemwagia. Ndio. Asubuhi na mwangalia kabadilika kwa mweusi, akaanza kuwa mweupe kama mweusi. Kabadilika mweusi. Ndio. Pigie Bwana Yesu makofi. Sio mjusi. Unaweza kuona panya. Unaweza kuona mamende yamejaa nyumbani kwako, sio mende. Amen. Ni mapepo. Amen. Hapo nikataka nimchukue nikamtupe nje, lakini ule mjusi kama amekimbilia chini ya kochi. Kabadilika kama mweusi kile kikimbia chini ya kochi. Ndio, akakimbilia chini ya kochi. Wakati naenda kunyanyua kochi nimetafuta kila mahali sijamuona. Ndio. Nimemtafuta sana sijamuona, yaani kama vile aliyeyuka. Ndio. Kwa sababu alikuwa na nguvu ya kutembea. Alikuwa na nguvu ya kutembea. Ndio. Nimekaa tena karibia wiki nikaanza kusikia maumivu. Ukaanza kusikia maumivu ndani yako? Kinachoma hapa kwenye kifua. Ndio. Nikaja hapa kwa Kakaima nikamwelekeza ile ninayosikia. Ndio. Akanipa vifaa nikaenda kutumia, lakini nikatumia hapa. Ndio. Ile hali kama imeacha. Nikakaa tena nikaja ikawa jioni natoka kazini. Ndio. Nikakuta tena mjusi mdogo amekufa kwenye mlango. Amekufa kwenye mlango? Ndio. Ndio. Tangia hapo ya maumivu siyasikii tena, maana pia nilikuwa naota mara na uvimbe, yani nilikuwa namuomba vitu ambavyo havieleweki. Ndio. Lakini sasa namshukuru Mungu. Umefunguliwa. Umefunguliwa na pia nilikuwa sipati wateja. Ulikuwa upati wateja ofisini kwako? Kila siku nafungua lakini mtu anakuambia, "Mbona ufungui?"
wakati kila siku na Mungu nafungua, lakini sasa wateja wanakuja na mshukuru Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi makubwa. Amina. Utaenda kufanya biashara kwa jina la Yesu. Amen. Hawatakuweza tena kwa jina la Yesu. Amina. Wewe angalia mwana wa Mungu anafungua, lakini watu wakipita wanaona duka limefungwa. Yes. Biashara imefungwa. Sasa maana yake ndio ujue kwamba kuna uchawi unatupia uchawi wa giza unafungwa. Yes. Amen. Amen. Lakini ukitumia silaha ya kiroho na Mungu wangu wa uponyaji anakutendea kwa jina la Yesu. Amina. Ndio mwanangu. Ndio, namshukuru Mungu kwa kweli. Amen. Mungu amenitendea. Ameona wewe ni mtu aliyefika leo anakusikiliza. Mtu aliyefika leo, yaani asikate tamaa kwa kusikiliza maneno ya watu. Yaani yeye ana imani yake, Mungu atamtendea. Amen. Amen. Pigie karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Napenda kumshukuru Mungu. Nimekuja na ushuhuda, napenda kumshukuru Mungu. Amen. Nilikuwa nimekaa almost kama wiki 3 sijaja kanisani. Ndio. Kwa kweli nilikuwa napitia, kuna muda nilikuwa napitia magumu. Nikafika muda nikawa naumwa. Ile wiki ya Pasaka yote nilikuwa naumwa. Ulikuwa unaumwa? Nilikuwa naumwa sana, yani naumwa mgongo, siwezi kukaa, siwezi yani chochote siwezi. Yani labda nitoke tu ngajisaidie nirudi ndani. Ndio. Basi nikawa nimeumwa sana. Dadangu kaja kunichukua ngaenda kukaa kwake. Ndio. Basi katika siku nikaona natumia dawa bado nazidiwa. Nilikuwa nimeenda kununua dawa kwa huyu dada hapa. Okay. Unaenda kununua dawa? Kwa huyu dada hapa. Ndio. Basi dada akaniambia bado naona tu hali ile, akana nipigia simu anajiulia hali unaendeleaje? Nikamwambia mimi naona hali yangu vile vile bado naumwa. Akaniambia na hiyo homa yako imezidi. Dawa zote hizo bado hujapona, sindano nini hujapona? Ndio. Nikamwambia sioni nafuu. Akaniambia basi kuna mchungaji alitoa nani ya kuonana Jumatano tuonane. Ofa ya kuonana na watu wote. Kwa hiyo usikose, nitakushitoa asubuhi hata na simu tuende. Ndio. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo asubuhi akanishtua saa 12 tukaja. Nilipofika tu hapa nikajisikia ni amani, yani nikajisikia ni kama vile nimepona, naweza ukaanza kujisikia uponyaji. Pigia Bwana Yesu. Amen. Kitendo cha kuingia tu hapa. Yes. Akaanza kujisikia amani. Amina. Akaanza kusikia uponyaji. Amen. Pigia Yesu makofi. Amina. Sema Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Amen. Nikaonana na mchungaji. Ndio. Akanieleza shida yangu, akaniambia nichukue mafuta. Kuna vifaa alinielekeza nichukue. Amen. Kwa kweli nilikuwa sina hela kuchukua vifaa. Nikachukua mafuta. Ndio. Nimechukua hayo mafuta nikawa natumia. Kuanzia hiyo siku siumwi tena popote mgongo. Yaani nasikia amani. Ukachukua mafuta? Nikachukua mafuta meupe yale. Ndio, mafuta meupe. Nikawa natumia. Kuanzia sasa siumwi tena mgongo. Yaani najisikia amani na furaha. Unajisikia amani na furaha? Sana. Haumwi tena? Yaani siumwi tena popote kabisa. Pigie Yesu makofi. Ungeruka tu ukasema haya. Ukasema na mimi napona kwa jina la Yesu. Na mimi napona kwa jina la Yesu. Sema fire. Amen. Sasa angalia, amechoma sindano, ametumia madawa yote hospitali imeshindikana. Lakini yule aliyekuwa ni nesi anamtibia akasema hapana. Njoo kwa mtumishi wa Mungu. Hii hali sio hali ya kawaida. Kuna vitu sio kitu cha kawaida mwana wa Mungu. Alipokanyaga tu hapo, wachawi wanajua kwamba ameingia wapi. Tayari wakakimbia wakaachia afya yake. Pigie Bwana Yesu makofi. Na akachukua mafuta meupe. Pigie Yesu makofi makubwa. Na wewe Mungu akufanikisha kwa jina la Yesu. Mungu akupe ushindi kwa jina la Yesu. Amina. Kuanzia sasa ukaone neema. Amina.